Kuna wakati fulani, unajua, tunapoongelea habari ya Bwana ni mwema tunasema wakati wote, si ndio hivyo? Hebu tujaribu. Bwana ni mwema wakati wote. Yani kuongea kwenye salamu hivi ni rahisi sana, lakini je, wakati wote Bwana ni mwema kweli? Bwana ni mwema wakati unapoona shamba lako lote limeungua moto la miti, na hapo ndipo ulikuwa umeweka tumaini lako, bado utasema Bwana ni mwema? Je, unaweza kusimama kama Ayubu ambaye anapoteza watoto alafu anasema Bwana alitoa na Bwana alifanya nini? Jina la Bwana alifanya nini? Au utaishia kusema mimi nimekosa nini? Hivi kweli Bwana ni mwema kila wakati? Tunayaongea haya kwa sababu tunahitaji watu watoe matumaini yao kwa vitu, watoe matumaini yao kwa watu, watoe matumaini yao katika watoto wao, waume zao, wake zao, waweke matumaini yao kwa Bwana. Haleluya. Ufunuo sura 14 ambayo tulilisikia kwenye mafundisho makuu tukalirudia tena na tena. Ufunuo sura ya 14 fungu la 12. Ufunuo sura ya 14 aya ya 12. Ndio. Anasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa nini usipate cha kisasa au kiko mbali? Hicho hapo naletewa. Kuna sentensi hapo hazipo katika kipindi cha kizamani, na hata mimi wakati nakuta kwenye cha kisasa nilizipenda sana, nikaona kama hivi nao wametoa wapi. Nikaja kugundua nilivyoangalia SD Bible Commentary kwenye fungu hilo hilo linasema kwamba sentensi hiyo yaweza kutumika mara mbili, lakini ya pili yafaa zaidi, ambao ndio Kiswahili cha kisasa kimeitumia. Sikiliza anavyosema sasa. Anasema hivyo ni lazima watu wa Mungu yaani wale wanaotii amri za Mungu, na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Kwa nini? Katika mafundisho, katika imani zetu za msingi, kuna mojawapo ya imani ambayo inaitwa kukua katika Kristo. Mmewahi kuisikia hiyo? Naongea na watu wana binadamu. Mmewahi kuisikia hiyo imani? Kukua katika Kristo. Hebu sikiliza nikusomee kidogo tu sentensi chache hapa. Kuna wakati kwenye makambi pia ilikuwa ni kati ya vitu muhimu ambavyo tunajifunza. Sikiliza vizuri. Kwa kifo chake pale msalabani, Yesu alizishinda nguvu za uovu. Yeye ambaye alizitiisha roho za pepo wakati wa huduma yake duniani, amezivunja nguvu zao na kufanya maangamizi ya mwisho yawe ya uhakika. Narudia tena, sikiliza. Kwa kifo chake msalabani, Yesu alizishinda nguvu za uovu. Yeye ambaye alizitiisha roho za pepo wakati wa huduma yake duniani, amezivunja, atazivunja. Amezivunja nguvu zao na kufanya maangamizi yao ya mwisho yawe ya uhakika. Tunapotembea naye katika amani, furaha na uhakika wa upendo wake. Nairudia, hii ni muhimu sana. Tunapotembea naye katika amani. Umegundua kwamba shetani anatumia msongo wa mawazo ili kuwazuia watu wasimuone Yesu. Tunapotembea naye katika amani, furaha na uhakika wa upendo wake, ushindi wa Yesu hutupatia ushindi dhidi ya nguvu za uovu zinazotaka kututawala. Kuna kitu muhimu ukiandike hapo katika daftari lako au katika akili yako, ni hiki. Anasema tunapotembea naye katika amani, furaha na uhakika wa upendo wake. Shetani anachotaka ni kwamba akutilie mashaka kwamba Mungu hakupendi. Yaani uanze kuwaza, hivi napendwa kweli? Hivi nanipenda kweli? Na unaanza kuangalia upendo wako umeegemea kwa jinsi maisha yako yalivyo. Hivi jinsi nilivyo ananipenda kweli? Hivi jinsi nilivyomtendea ananipenda kweli? Hayo ndio mawazo ambayo yanakuja akilini. Nikwambie, hata Yuda Iskariote kama angelitubu angeliokoka. Amen.
Haleluya. Amen. Hivi niwaulizeni swali, Yuda na Petro wanatofautiana nini? Ni hela tu. Mmoja akapewa hela, lakini wote walimgeuka mwalimu wao. Tena Kefa ndiye, tungepiga mahesabu, ndiye alizidi kabisa. Maana alivyokuwa kwenye kiringe cha kwanza wanaota moto, yuko pale asema, wamjua mtu huyu? Akasema simjui. Akashtuka kaona hapa watanibana. Nadhani Yohana ndiye ameandika, na nikifika mbinguni itabidi nimuulize Yohana, mbona ulimwandika mwenzio sana? Anasema naye akahama akaenda sehemu ya pili. Kufika sehemu ya pili, ile tu anaongea kijakazi mmoja. Ukisikia kijakazi ni wale wanaohudumia kuleta leta vinywaji pale, wanakunywa vichai, maana kuna baridi na nini. Alipoleta, mbona huyu kama nafanya naye? Biblia inasema akaapa. Haki ya nani? Simjui mtu, ila alivyoongea kusema hata usemi wake wafanana. Akakana mara kadhaa. Yesu alimwambia utanikana, acha kuniambia kwamba wewe ni rafiki yangu, saa itafika utanikana. Na mimi nawaambieni wote mlioko hapa, wakati maisha yako vizuri, una marafiki wengi. Tutawajua marafiki wa ukweli wakati una changamoto. Simjui mtu huyo, simjui. Tena akaapa kabisa, sasa simjui mtu huyo. Lakini macho ya Yesu yalivyokutana na macho ya Petro, nguvu ya toba ikaanza kuingia ndani yake. Akatambua makosa yake, badala ya kuwa mtu mbishi akanyenyekea. Haleluya, amen. Japo baadaye aliamua kutoroka moja kwa moja, baadaye kabidi Yesu amfuate tena. Ndugu yangu, endapo unapambana na nguvu zozote za giza katika maisha yako, sikiliza vizuri. Endapo unapambana na nguvu za giza zozote katika maisha yako, unapitia uchungu na magumu yoyote katika maisha yako, silaha ya kwanza ambayo itakusaidia wewe kushinda ni kuamini ya kwamba unapendwa. Amen. Haleluya. Amina. Ukishaamini hiyo yatosha. Mungu atusaidie sana. Amen. Niliuliza watu, na nyinyi nawauliza, lakini msije mkanijibu jibu rohoni. Shida wengine nikwambia mjibu rohoni wanajikuta wameropoka. Kwa hiyo naanza kutamka mapema, msije mkaropoka. Mjibu rohoni. Uko hospitalini, unatakiwa ufanyiwe upasuaji wa moyo. Daktari anakuambia, bwana, nimemngoja mtaalamu wa kuja kunisaidia ili nikufanyie upasuaji, hajafika. Kwa hiyo kilichopo, inabidi katika hawa walioko hapa, mmoja hapo nimfundishe namna ya kunisaidia ili tukufanyia upasuaji. Lakini atakapoachia mashine ambayo namwambia aishikilie, utakuwa umekufa. Sasa nakupa uchaguzi. Yuko mwenzi wako hapa, mke au mume, na yuko mama yako mzazi. Yupi unachagua aweze kushika mashine? Umeona tabu hiyo sasa eh? Wenzenu waliropoka akasema mama. Nikamwambia kwa nini sio mwenzi? Akasema sijui ana nini moyoni mwake. Anaweza akaachia mashine akisema jamani, nilikuwa nasubiri hii nafasi. Yaani hii dunia tuiache kama ilivyo. Nikaja kuhitimisha, anayeaminiwa kukupenda kiukweli ni Mungu peke yake. Amen. Haleluya. Amen. Hata huyu mama yako ambao unadhani ndio, kuna saa anaweza kugeuka pia. Mungu peke yake. Sasa sikia haya, ili Mungu atusaidie katika hili. Narudia hii sentence. Tunapotembea naye katika amani, hakikisha kwamba wewe Mungu anakupenda, furaha na uhakika wa upendo wake. Ushindi wa Yesu hutupatia ushindi dhidi ya nguvu za uovu zinazotaka kututawala. Sikia sentensi vizuri. Ushindi wa Yesu, sio ushindi wangu. Kumbe ninaposhinda mimi, kinachonifanya mimi nishinde ni ushindi wa Yesu. Haleluya. Mnakumbuka kale kawimbo ketu tunasema, kwa vile tunaposhinda ushindi ni wako Bwana, umetuanzisha katika shindano. Kwa vile tunaposhinda
ushindi ni wako. Tuache kuchukua sifa za Mungu, ni za kwake. Mtu anakuambia wakati nakatiza tu machale akanicheza, nikarudi nyuma ndio boda ikapita. Wewe una machale, kumbe mpaka sasa bado umechanjwa chale mpaka sasa hivi. Mungu ndiye anayekusaidia. Haleluya, amen. Haleluya, amina. Hata wengine hapa, wazee wa kanisa, wainjilisti, wachungaji, tunapoomba na nguvu za giza zikikimbia, sio kwa jinsi nilivyoomba, ni ushindi wa Mungu ndio unaonisaidia mimi kushinda. Na kinachofanya wakati mwingine tusione matokeo ni kwa sababu hatutembei kwa amani na furaha na kuamini kwamba tunapendwa. Siku zote anapoletwa mgonjwa mbele yangu kwa ajili ya maombi, siku zote sitegemei ujuzi wangu, uzoefu wangu, utaalamu wangu. Najiachia katika utendaji wa Mungu kwa asilimia zote, maana najua yeye kama hayupo hakuna kinachotokea. Amen. Mchungaji mmoja kijana sasa hivi yuko kule kwenye conference fulani, akaniambia, mchungaji, nasikia karama ya kuombea wagonjwa. Kaja akanisimulia, akamwambia anza. Akasema naona kama ni shida sana. Akamwambia shida iko wapi? Akasema nawaza, je, wasipopona? Na mimi nikamwambia, je, wakipona? Yaani kwa lugha rahisi, ile kazi haina uhusiano na wewe. Yaani wasipopona au wakipona huchukui chochote, maana mwenyewe yupo. Haleluya. Amen. Na ukitambua hilo, huna haja ya kuhangaika, mwachie mwenyewe afanye kazi. Lakini wote mlioko hapa, ukiwa unapitia ugumu wowote, cha kwanza kumbuka unapendwa. Fungua kitabu cha Warumi, tulisomewa hapa na mchungaji Shauri hapa. Warumi sura ile ya 5 fungu la 2. Warumi sura ya 5 fungu la 2. Ukifika hapo, hili fungu ukilielewa vizuri, tutarudi fungu la kwanza. Tunaanzia 2 alafu tunaenda tena fungu la kwanza, ili uweze kuona kile ambacho maandiko yanasema. Tumia Kiswahili chochote tu, wala hakuna shida katika hili. Tumia chochote tu. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 2 anasema, ndio, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani. Tumepata kwa njia ya matendo yetu ya imani. Ya imani. Kwa njia ya nini? Ya imani. Ya imani, ndio kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake. Kumbe kuna neema ambayo sasa hivi hapa nasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Mmegundua katika fundisho ambalo nimelisoma pale imani ya msingi katika kukua katika wokovu, neno furaha imetajwa. Naongea na watu wa binadamu. Umeona furaha imetajwa? Umeona hapa pia furaha imetajwa na imerudiwa. Na mna habari pia, maandiko kuna mahali anasema furahini katika Bwana siku ngapi? Siku zote. Tena anasema furahini. Umeona furaha inarudiwa mara kwa mara. Sasa tulia hapo ulipo, unisikilize vizuri. Biblia, hawa wataalamu wa saikolojia wote na biolojia ambao tunawaona, ukiwachunguza vizuri, kila ambacho wanadai wamekigundua kilishaandikwa kwenye Biblia miaka mingi iliyopita. Kila nikisikia wanavyoongea, nikirudi kwenye Biblia nakuta ni hivyo hivyo. Namshukuru Mungu, katika chuo nilichosoma saikolojia, degree yangu ya pili, sio cha kidini. Nilisoma chuo cha kawaida, secular kabisa. Lakini wana staili yao ambayo niliipenda. Kila mkimaliza kozi yoyote, mada, topic yoyote ile, ikiisha, kuna kitu anakiita contextual project. Yaani unaandika kwamba baada ya kumaliza hiyo topic itakusaidia nini kwenye kazi yako unayofanya. Maana pale tulikuwa tunasoma watu wenye kazi mbalimbali, wachungaji, madaktari, sijui nani, kila mmoja. Kwa hiyo lazima uandike, yaani lazima, na ina marks za kutosha. Wanakuambia hapa sisi hatukupi tu cheti uende. Tuambie hii mada baada ya kuimaliza itakusaidia nini kwenye kazi yako unayoifanya wewe kama mchungaji. Kwa mara nyingi nilikuwa natumia mafungu ya Biblia na kujieleza. Mafungu ya Biblia naelezea ili nisaidia kujua kwamba karibia vyote wanavyovisema vipo kwenye Biblia. Haleluya. Amen. Kwa mfano, wataalamu wa saikolojia wanasema kwamba ubongo wetu haujui kutofautisha kati ya kitu cha kufikirika na halisi. Yaani ubongo ukifikiria kitu unaona kama ni halisi. Ndio maana ukiwaza chakula unachokipenda mate yanatoka. Tuko sawa sawa? Yaani ubongo unaashumu kama vile chakula kipo. Kwa hiyo inaandaa mdomo kumeng'enya wakati hakipo.
Sasa hivyo hivyo unapoanza kuwaza vitu vibaya, ukawaza hasira, ukawaza mtu anayekuchukia, inakuja kwenye akili yako, ubongo unaona kama vile yule mtu yupo. Kwa hiyo ubongo unakwambia mpige au mkimbie. Ni vitu viwili tu, umpige au fanye nini? Umkimbie. Sasa ili yote uyafanye, umpige au mkimbie, ubongo unaamrisha mwili uzalishe homoni inaitwa cortisol. Cortisol hormone inapozalishwa inatoa amri ifuatayo. Ubongo unatoa amri ifuatayo: zalisha cortisol hormone ili huyu jamaa asiwe kwenye raha, maana akiwa kwenye raha atasahau kupigana au hata kimbia. Kwa hiyo mtengenezee mazingira ambayo hayuko sawa sawa, lakini toa damu katika viungo vyote vya mwili muhimu. Damu ipelekwe kwenye mikono na miguu. Kwa hiyo ikiwa wakati huo kinga za mwili wako zikiwa katika damu kwa ujumla wake zilikuwa zinapambana na bakteria tumboni, itabidi zitolewe, damu itolewe, ipunguzwe kwenye mfumo wa tumbo, ipunguzwe kwenye mfumo wa moyo, ipunguzwe maeneo yote, ipelekwe kwenye miguu na mikono ili kuandaa kupigana au kukimbia. Ndio maana wanasema msongo wa mawazo unashusha kinga na kuleta magonjwa, maana askari wote wa mwili wanaandaliwa kumsaidia mtu akimbie na sio kupambana na magonjwa. Sasa unaweza ukasema, mchungaji, maana yake nini? Ni rahisi sana. Hivi wewe kweli, tuchukulie mfano, kuna typhoid tumboni, na alafu kuna simba hapo mbele. Kipi unapambana nacho cha kwanza, typhoid au simba? Simba. Kwa hiyo utakimbia. Njoo kwenye Biblia sasa uone kwamba wanachokisema wataalamu kipo kwenye Biblia. Moyo uliochangamka ni dawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakini ikiwa moyo wako umeinama, nasema unakondesha mifupa. Hakuna unaona, tumegundua ya kwamba stress inapunguza kinga. Sisi tunawaambia ilishaandikwa zaidi ya miaka mingi iliyopita kwenye Biblia, BC. Mungu atusaidie sana. Amen. Kwa nini furaha inarudiwa? Ni katika furaha kunakuwa na ubunifu. Ni katika furaha ubongo wako unafanya kazi vizuri. Ni katika furaha unaongeza uwezo wako wa kumbukumbu. Katika ubongo wetu hapo ulipo kuna kadubwasha fulani kako kwa ndani kabisa. Nini kikuchana hapo katikati kwenye ubongo? Nikachana hapo katikati, maana hata wewe unajua kichwa chako kina sehemu imegawanyika hapo. Jamani, hata wewe ukishika tu hapo utakasikia. Nikakuchana hapo katikati, shop moja kwa moja nitashuka hadi katikati. Kuna kaeneo kadogo kana sura kama farasi kidogo, kanaitwa hippocampus, kako hapo. Kazi yake ni kumsaidia mtu kuwa na uwezo wa kumbukumbu. Ukijikuta umeanza kupoteza kumbukumbu, tukiangalia hippocampus yako kabla na baada, itaonekana kabisa hippocampus yako imeanza kupungua. Tunasema ina shrinki, inapungua ukubwa. Hippocampus ikipungua ukubwa wake, uwezo wa kumbukumbu unapotea. Na kati ya vitu vinavyofanya hippocampus iwe ndogo ni msongo wa mawazo, ni kukosa furaha, ni kukaa ukiwa umesononeka, inakuwa ndogo. Kati ya vitu vinafanya iwe kubwa na kumbukumbu ziongezeke ni kufurahi. Furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Amen. Saa nyingine nawaambia igiza, nisikilize vizuri. Ni kweli saikolojia inasema fake it until you master it. Endelea kufake. Hata wakati mwingine nimeshangaa, wamepima wataalamu wa ubongo, wakamchukua mtu mwenye huzuni, wakaweka mashine kwenye ubongo wake, wakaangalia mfumo wake wa hormone, wakaona cortisol iko juu, wakamwambia hebu jidai tu kama unatabasamu. Akaanza kujidai kama unatabasamu, ubongo ukabadilisha, ikazalishwa homoni ya furaha. Amen. Kwa hata hivyo mzee wangu alipocheka tayari ana homoni ya furaha, ameongeza siku. Furahini katika Bwana siku ngapi? Zote. Tena nasema furahini. Sasa katika ukuaji wa kiroho, wewe kama mtoto wa Mungu, kuna vitu lazima unaweza ukavipitia kwenye maisha yako, usije ukavishangaa. Lazima ubadilishe mtazamo. Tunasema hivi, unapobadili jinsi unavyoyaona mambo unayoyatazama yanabadilika. Narudia tena, ukibadilisha jinsi unavyoyaona mambo unayoyatazama yanaanza kubadilika. Yaani hiyo ndio kanuni kabisa. Andika fungu litakusaidia kule nyumbani ukalisome vizuri. Sura ya 5 ya Warumi, Warumi sura ya 5 fungu ile la kwanza. Wewe iliandika alafu utalisoma nyumbani ili tukimbie kwa spidi ya haraka. Msomaji kama amepata naweza kanisomea kwa haraka ili tuokoe muda hapa. Anasema basi
tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani ukishajua kwamba Mungu amekuosha, Mungu amekuhesabia haki, hakuoni kama una dhambi, anza kuwa na amani na Mungu. Haleluya. Amen. Sasa lazima ujue yafuatayo katika maisha. Ili uweze kukua, lazima upambane na changamoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Kama hupambani na changamoto, huwezi kukua. Hiyo ni lazima, iwe ni kiroho, iwe ni katika ndoa yako. Yaani ndoa ambayo haina msukosuko haitakuwa, itabaki hapo hapo. Niliwaambieni hapa, piga mahesabu. Wewe uko na mwenzi wako kwenye ndoa yako, kila kitu leo tusema ni sawa tu. Mama, leo tule wali wiki nzima, sawa sawa sawa. Tupike ugali asubuhi, jioni na mchana, sawa sawa sawa. Yaani kila kitu ni sawa. Yaani sasa hivi twende tu tukale bata, sawa. Hakuna mtu aliye kuchallenge kidogo kwamba hivi tutakaa nyumba ya kupanga mpaka lini? Hakuna mtu ambaye anakuchallenge. Hapana, lazima upambane na changamoto ili uendelee kukua. Haleluya. Amina. Samsoni mwenyewe asingelijua ana nguvu mpaka alipokutana na simba. Siku ile anaenda na baba yake, anaenda kuposa, akafika mahali akaenda kuchimba dawa. Kama mmenielewa nipungie mkono. Na siku hizo wametuambia kuchimba dawa faini sijui laki ngapi. Ukionekana tu like kadhaa. Samsoni akaenda kuchimba dawa mahali. Ile amefika tu akakutana na simba. Nguvu zikajaa, Roho Mtakatifu akawa ndani yake, akampasua yule simba, akamuua na akamwacha pale pale. Hakusema chochote. Ingekuwa ni wewe, selfie za kutosha. Baada ya kumpasua simba. Yaani hii dunia sasa hivi imeshaharibika kabisa. Huyu jamaa hii hakusema, akanyamaza kimya. Wazazi wake hawakujua. Sikiliza nikwambie. Kuna changamoto, majaribu au mateso ya vyanzo vifuatavyo. Chanzo kikubwa ambacho tumekizoea sisi ni shetani. Yaani hasa Afrika. Nilishawaambia Afrika kila kitu ni uchawi. Nyanya zimeungua, uchawi. Wala haangalii hivi mbolea niliweka wekaje au dawa nilipiga lini, tarehe zikoje, wameniloga. Niliwahi kuona kule Tanga watu wanachoma matofali. Tukafika hapo asubuhi tukakuta tofali zile ni kama nyeusi zote, hamna kitu. Yule jamaa akasema kuna mbwa alipita hapa. Kuna kitu akafanya. Lakini wataalamu wa tofali wanakuambia kuna makosa walifanya hawa watu hawa. Kila kitu sio kama ni shetani, lakini kiukweli shetani pia ni adui yetu mkubwa. Si mnajua hiyo Na wengi sana ambao wanamjua Kristo, usipende kujenga picha ya kwamba adui ni mtu. Hakuna mtu ambaye ni adui yako, ila shetani anaweza kuingia kwa mtu. Haleluya. Amen. Kwa acha kujenga chuki na watu. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wangapi? Wote. Yaani usije ukasema amani inakuja kwa hali ya kawaida, ni kwa bidii. Maana kuna mtu atakukera, lakini bado Biblia inakwambia kuwa na amani naye. Kuna mtu anakuchukia hata hujui sababu ni nini, maandiko yanakwambia kuwa na amani naye. Na ni rahisi namna hii, ndugu yangu, wewe nisikiliza. Mtu anayeweza kukuudhi ukaudhika, ina maana amekushinda. Habari ya kwako ni mbaya kwako, inabidi ubadilike. Tulikuwa tunaongea mfano hapa wa rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Wengine wale ambao waliona wakati akitawala wakati wake. Hakuna hata siku moja mimi tangu nianze kumfahamu na kuangalia hotuba zake, hata umtukane mbele ya watu huwezi kumuweza. Yaani utamtukana alafu yeye anatabasamu. Yaani wewe ndio utaonekana mjinga. Na kuna siku hata anaongea jinsi watu wanavyomchafua lakini anatabasamu. Wakaniandika hapo, nikaona na magazeti walivyoandika, basi ndio uhuru wa kuandika hivyo. Ameshamaliza hivyo. Ukiweza kudhibiti hisia zako katikati ya watu wanaokuudhi, wewe una nguvu kuliko wao. Mtaalamu mmoja akaulizwa, ni mwanafalsafa wakati wa zamani, anasema kushikilia hasira au mtu aliyekuudhi ni sawa na kunywa sumu utarajie afe mtu mwingine. Mwingine akasema
Kubaki na uchungu moyoni kwa mtu aliyekuudhi ni sawa na kubeba mzigo kichwani na kulala nao kitandani. Kwa kule sasa inabidi uachie. Ni kweli shetani anaweza kaingia kwa mtu yeyote. Anaweza kaingia kwa mke wako, anaweza kaingia kwa mume wako, akaingia kwa mtoto, lakini ukishajua ni shetani, pambana kiroho. Andika hili fungu. Petro wa kwanza 5:8. Petro wa kwanza 5:8. Sasa nitaenda kwa spidi kidogo, kwa hiyo kwa sababu ya muda wetu nitakuwa nasoma mwenyewe haraka haraka hapa. Anasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Na mimi narudia, acha bifu na watu. Mshtaki wako sio mtu. Kule makazini, hamjawahi kuona kuna mtu anakuwa karibu na bosi, kazi yake ni kuchongea? Na wanajua kuchongea. Kuna watu wanajua kujipendekeza kwa mabosi, hasa itokee bosi ni mpya. Atawahi na atamjaza maneno kabisa, na atamwambia hapa ofisini uwe makini, nimeamua tu nikuambie, maana watu wabaya hapa, kuwa makini na fulani na fulani na fulani na fulani. Hasa unashtuka tu, mbona bosi ananiangalia vibaya? Ameshajazwa maneno. Na mimi nakuambia kwa jina la Bwana, ukijua aliyemjaza maneno ni fulani, utafanya kosa kubwa kujenga bifu na yule mtu. Inatakiwa uwe kawaida, huo ndio ushindi. Mengine acha Mungu akutetee, usijitetee. Kimya kabisa. Kuna watu wameshapewa lebo hata kabla ya wakati wao. Kwa hata ukimsogelea bosi kumsalimia, anaambia huyo achana naye, ni hatari huyo kweli kweli. Mungu atusaidie sana. Amen. Usimuone yeye, bali ona Ibilisi ndiye anayehangaika. Unapomshinda shetani kwa nguvu ya Mungu, usibweteke, atarudi tena. Luka 4:13 anasema, basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha aende zake kwa muda. Kwa taarifa yako, umeachwa kwa muda. Basi kesheni. Haleluya, 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 kesheni. Lakini sikiliza hii, sio kila uchungu au matatizo yametoka kwa shetani. Hiyo kariri kichwani, kwa usije ukachukua kila tatizo limetoka kwa shetani. Hapana, mengine tunasababisha wenyewe. Mtu mmoja akasema kuna dhambi nyingine tunatenda, hata shetani akiulizwa anasema hata mimi nilikuwa na washanga. Yaani siku ya hukumu ikifika, shetani anambia umesababisha mengi. Anasema Bwana, kwa kweli kuna mambo ambayo niliwaongoza kufanya. Yapo. Ila kwa mwanamume mzima kubaka mtoto wa miaka 2, hii wamejiletea wao. Sisi ya watuma wafanye vitu kama hivi. Mimi kuna vitu nimewatuma. Mungu ukiniuliza kuna vitu nimewatuma, lakini hiki wamejiletea wenyewe. Ndugu zangu, niwaambieni, ukitaka uwajibike, Mungu atusaidie katika hili. Ukitaka ujirekebishe kwenye maisha, baadhi ya makosa yako yakubali wewe mwenyewe. Haleluya. Yaani fikia tu useme kwa hili nimechemsha mimi. Hii ni mimi nimekosea mwenyewe kabisa. Kabisa. Uzuri wa Mungu ni kwamba anamfuatilia mtu wake hata kama ni mbishi. Mfano, Yona mwana wa Mitai. Chuma kingine ambacho kwenye Biblia, ingekuwa mimi ndio nachagua manabii, nisingekipa unabii. Yaani ningekuwa kwenye assessment, Mungu ananiambia Mbaga, njoo tukae pamoja tuchague manabii. Nikija jina la Yona mwana wa Mitai, namwambia Mungu, huyu achana naye. Hafai kabisa huyu. Kwa nini? Anatokewa na Mungu, anaambiwa nenda mpaka Ashuru. Unajua Ashuru ndio Asiria hii. Hii akina hii Asiria hii. Kumbe wa Ashuru walikuwa wanatesa Waisraeli tangu miaka hiyo. Hii bifu mnayoiona mpaka juzi Israeli imepiga bomu limeenda Damascus. Sio kwamba eti imeanza leo. Ni tangu huko walikuwa wanashindana tu. Na walikuwa wanateswa. Nilikuwa nasoma baadhi ya historia za kale kwamba walikuwa wanafanyaje. Anasema wa Ashuru walikuwa na uwezo wa kuja mpaka Israeli na kuchukua watoto wa Kiisraeli na kuwapiga kwenye ukuta. Mtoto anapasuka kichwa. Mtoto mchanga. Kwa hiyo Israeli ilijaribu kupambana nao ikawashindwa, maana walikuwa na magari ya chuma, walikuwa na uwezo mkubwa. Siku moja Mungu anamtokea Yona, anamwambia ninaenda kuchoma Ashuru. Yona akasema hiki ndio tulikuwa tunasubiri. Ashuru ichomwe kwa matendo aliyotufanyia. Ichomwe. Sasa Mungu umenipa hii taarifa, nifanyeje sasa? Nenda ukawaambie watubu. Hiyo ndio sitaki. Hao jamaa kutubu zifanye nini?
sitaki. Ndio maana hata hakwenda siku ile, akaamua kwa makusudi, akachagua yeye mwenyewe. Kuna makosa mengine ni uchaguzi wetu sisi. Yeye mwenyewe akachagua, jamaa akafika pale, akaona meli inaenda Tarashishi na nyingine inaenda kule alikotumwa Ninawi, sawa sawa. Mungu alimwambia aende wapi? Yeye akaamua aende wapi? Tarashishi. Akakata tiketi mwenyewe, akaingia kwenye ile meli, safari ikaanza kwa makusudi, kwa uchaguzi wake mwenyewe. Ujue kajamaa kako serious na hakajafanya mchezo, yaani kamedhamiria kabisa. Kalivyofika pale kwenye meli, hakakukaa na abiria wa kawaida, kakaenda kakakaa na mizigo. Kwamba hata Mungu anaweza kuongea na watu lakini hawezi kuongea na mizigo. Maana unaweza ukakaa karibu na mtu, roho wa Mungu akafanya nini? Akamshukia, akaanza kugeukia, wewe Yona mwana wa Amitai, umekimbia uso wa Bwana. Kajamaa akasema nitaenda huko chini. Kakatulia. Na ujue kako serious, kamedhamiria. Na unajua Mungu ni wa upendo kiasi kwamba mimi siwezi kuelewa. Hamwachi Yona mpaka mwisho. Vurugu inaanza. Ile vurugu inaanza, kajamaa kenyewe kamelala. Yaani hakana tabu. Kura mpaka inapigwa, kanagundulika. Sijui kizazi cha leo huenda hakielewi sana, ila zama zetu, na mimi na zama zangu, msinione hivi na kuanza kunishusha kidogo. Na zama zangu na mimi tulikuwa tukipotea njia unatema mate. Kiukweli ile njia siamini kama ilikuwa ini ya uhakika sana. Nadhani tu inategemea na pressure ya kidole, na kuna vitu vya kifizikia hapo vya kutosha kabisa. Pressure na umbo la mkono, yote vitadetermine kwamba itaenda upande gani. Kwa kuna vitu vingi sana. Kura iliyopigwa, kajamaa katolewa. Kalivyotolewa kanauliza wewe ni nani? Kakaeleza utambulisho mpaka ambao hakajaulizwa. Maana kakaeleza yote, namcha Mungu wa mbinguni. Jamaa hawajui yote hayo. Kakasimulia huyo Mungu naye mcha aliumba mbingu na nchi na bahari. Kakasimulia yote hayo. Na Biblia inasema, ukiendelea kusoma ile mafungu anasema kalielezea mwisho kwamba kamemkimbia Mungu. Kenyewe akasema nina mgogoro naye, nimeamua kumkimbia. Sasa unakimbia unaenda wapi? Nimeamua niende huku maana amenituma eneo. Sasa kenyewe kanaulizwa, bado nikajeuri, kumbuka meli na kwenda Tarashishi. Ili jua kwamba nikajeuri mpaka mwisho. Na Mungu atakutafuta kila mahali. Haleluya. Amen. Tukutendeje? Badala ya kusema tugeuze meli nikawahi ya Ninawi. Umesikia ili niende kule nilikofanya nini? Bado kapo kwenye mgomo. Kanasema mimi bora nife. Nitupe wapi? Bari. Kanasubiria kufa, kanajikuta kwenye ini. Naongea kwa jinsi ya kibinadamu. Tumbo la nyangumi. Kametulia mle ndani. Baada ya siku 3, soma kile kitabu kinasema katika tumbo la samaki nalimuomba Bwana. Kuna saa inabidi uingie kwenye tumbo la samaki, uone makosa yako mwenyewe, uingie hasara kwa ujinga wako mwenyewe, upate matatizo kwa sababu ya ujinga wako mwenyewe, upuzi wako mwenyewe. Lazima uone kwa macho ndipo utubu. Kajamaa kanatubu, kakatapikwa. Ile kametoka kama wewe unavyojijua. Ulipokuwa kwenye ile shida, uliongea maneno yote. Mungu ukinitoa Baba, sirudii tena. Ile kametoka pa. Na kweli, ndugu zangu, mimi sishangai wale watu waninao wakaamua kufunga. Hata ingekuwa ni mimi ningefunga. Mhubiri ambaye hakuja na gari wala bodaboda. Wamama watu wanafua nguo, wanashtukia linyangumi. Nyangumi akija sio mchezo, panatikisika kweli kweli. Kwa wakati wanakimbia, maana wana uzoefu wa manyangumi yale, wanakaa mbali, wanashangaa nyangumi anafungua mdomo, alafu pa panatoka kajamaa kana ule mlenda wa samaki, kanaoga hapa pembezoni timwa mamaji, kanaoga kanakuwa safi. Alafu kanaambia mimi ni mtumishi wa Mungu, nimekuja kuhubiri injili. Wewe utamsikiliza huyo mtu wewe? Lakini hubiri yake anayohubiri mwanzo mpaka mwisho, hawaambii watubu. Nenda kasome ile fungu. Hakuambia watubu, hakuambia wafunge, maana hataki watubu. Yeye tu ni baada ya siku 40 Ninawi itafanya nini? Anataka aishie hapo ili jamaa wagome wachomwe. Amwambie Mungu, safi sana, walituulia watoto wetu bora. Kasome vizuri, kakaenda juu ya mlima pale, kanasubiria kaone mji unafanya nini.
kakashangaa hamna kitu. Kumbe huku watu wametubu, Mungu anapokea toba. Hata wewe ungekuwa ni Mungu, ile toba ungeikubali kwa sababu zifuatazo. Walifunga kuanzia binadamu mpaka nini, na wakavaa magunia. Piga picha, unakatiza mtaa wa Kilolo pale mjini, unakutana na mbwa akavaa gunia, unauliza kuna nini? Sasa watu wako kwenye maombi. Ninachotaka kuambia ni hiki: ukihitaji usijirekebishe, tafuta sababu katika kila tatizo. Kwa nini umefanya hivi? Ni kwa sababu fulani alinifanyia hivi. Acha ujinga, kubali majukumu, chukua hatua. Ulipokosea kubali, hapa nimekosea. Ulipofanya ujinga kubali, huu ni ujinga. Hicho kitendo cha kutafuta mtu kimetusababishia mpaka sasa hivi tunateseka hivi tulivyo sasa hivi hapa. Na ninavyoongelea kuteseka, sio wewe tu, ni kwa sababu kinakusababisha usichukue hatua ya kubadilisha tabia. Ninahisi, nimesemaje jamani? Ninahisi baba yetu Adamu angelichukua hatua, huenda tusingeteseka kiasi hiki. Adamu, umekula tunda, mwanamke uliyenipa. Yaani angevaa ujasiri aseme, Mungu nimechemsha, nilijua tunda sitakiwi kugusa, huyu mwanamke akaniletea, nilikuwa na uwezo wa kukataa, lakini nikala kwa ujinga wangu. Baba nisamehe. Huenda tungepunguziwa haya matatizo tulionayo. Lakini jamaa mbishi, yaani kana kwamba anamwambia Mungu, kwanza nilikuomba uniletee mke, huyu mke ulioniletea. Mama naye anabanwa, wanawake wote. Yule mama huenda naye angebadilika, mngekuwa na nafuu, msingezaa kwa uchungu. Ukienda kwenye wodi kule wa mama wanavyoteseka mpaka unahurumia kabisa. Ila Mungu anajua tu kwamba ngoja wateseke kwa muda, maana wanaleta mtu duniani. Haleluya. Atapata uchungu, atatembea, atahangaika, na siku hizi wanaambia fanya mazoezi na ukutane na mkunga katili. Basi nipunguze, maana wako hapa wauguzi, nimesahau. Tembea wewe. Yote hayo ni mateso. Lakini huyu mama naye ameulizwa, wewe mwanamke vipi? Atasema nyoka. Hakuna anayekubali. Ambaye nilimwona na nafuu, japo atachomwa moto, ni nyoka tu. Nyoka alivyoulizwa nyoka, yeye ni straight forward, akapigwa laana yake, yakaisha. Ndugu zangu, hata vijana wetu wazazi mlioko hapa, ukipata kijana ambaye nyumbani kwako, mtoto wako, unamuita, unamuonya kuhusu kosa lake, na anakuwa straight, anakuambia kweli, hapa nimekosea, ninakushauri usimchape. Ongea naye, huyo yuko tayari kurekebishwa. Kwa hiyo kuna makosa mengine ni sisi, lakini nikwambie, kuna changamoto nyingine zinaletwa na Mungu kwa makusudi kabisa. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na Yesu pale wakati amegawa chakula, watu wakala, wakahitaji kumlazimisha kuwa mfalme. Na wanafunzi wake, hasa Kefa, alikuwa ni kiongozi kinara wa hili genge la watu, wanasema tumfanye kuwa mfalme. Yesu akakataa. Biblia inasema wakaamua kumlazimisha. Umewahi kuona unalazimishwa kuwa kiongozi? Yaani apende asipende atakuwa mfalme. Mwisho Yesu akawalazimisha na yeye, akamwambia na nyie ondokeni, pandeni boti muondoke. Jamaa wakapanda boti, hao wakaondoka kwa lazima. Nikwambie, kuna saa Mungu atakuacha upitie kwenye mambo fulani fulani, lakini kuna wakati anapoona umeenda kwenye ujinga fulani, Mungu atakuja kuingilia kati ili akurudishe kwenye mstari. Viboko vya utotoni ni vichungu, lakini wote mliokaa hapa tuliochapwa tunajua kabisa vile viboko vilitusaidia tukawa tulivyo. Angalieni mataifa kama ya Ulaya na Marekani ambapo hawachapi. Hali ni ngumu, malezi ni magumu. Mimi bado nasema Afrika tuendelee na mtindo wetu huu hivi, ijapokuwa tu uzingatie yafuatayo. Usimchape mtoto ukiwa na hasira. Usimchape mtoto kabla hajashiba. Ndio mzee wangu alikuwa hivyo. Anakwambia kula. Tena wewe ambao unachapa utaanza kujishtukia. Maana nakukazania kula. Baada ya hapo, Mungu atusaidie sana.
Ni kweli wanafanya vizuri sasa hizi kucontrol hata kwenye mashule, maana kuna baadhi ya walimu wanachapa wanapitiliza. Si nimeshawahi kuona hayo mambo Yaani unakuta mtoto anachapa mpaka anasema hapana. Mimi naunga mkono walivyosema tu control, sijui mwalimu mkuu na nini. Ile ni kwa sababu hata huyo mwalimu amekosea. Amekosea kumchapa mtoto akiwa na hasira. Hata nyumbani kuna wazazi wanadhuru watoto kabisa kwa adhabu. Ni kwa sababu anakuwa na hasira. Acha, yani shughulika na mtoto wakati hasira zimeshaisha kabisa kabisa. Ndipo uanze kujadiliana naye, muonyeshe makosa yake kabisa. Akiwa uko kawaida, huna hasira kabisa kabisa kabisa. Unasikia mtoto amechomwa moto kwa sababu eti ameiba 1,000. Yaani akili ya kawaida. Matibabu ya kumtibu huyu mtoto na shilingi 1,000 vinalingana? Ijapokuwa hapa naongea tu kwa mamlaka ya saikolojia. Wako waalimu mashuleni ambao pia na wazazi ambao ni wagonjwa wa akili wasiojijua kabisa. Ila Mungu wetu anapokurudi, anakurudi kwa upendo. Haleluya. Kuna saa unapitiliza na nyinyi ni mashahidi kwenye maisha yetu. Njoo tu kwenye mambo ya kawaida, kuna saa unapitiliza, unatoka nje ya mstari. Na Mungu kwa sababu anakupenda, hawezi kukuacha utoke nje ya mstari. Mungu anapokurudisha haina maana kwamba anakuchukia, anakupenda. Yeyote anayependwa na Bwana, Bwana humrudi. Na Biblia inasema usiogope kurudiwa na Bwana, maana hilo ni fungu jema. Wakati mwingine wewe umeacha kusoma neno la Mungu. Huna muda na neno la Mungu kabisa kabisa. Huna muda. Kila siku uko busy unatafuta pesa. Kuna rafiki yangu mmoja alivunjika kule Dar es Salaam, alivunjika mguu, akalazwa pale Muhimbili. Nimeenda kumuona, akaniambia nimeelewa kwa nini nimevunjika mguu. Nikamwambia kwa nini? Anasema tangu niwe Muhimbili nimesoma Biblia kuanzia mwanzo. Sasa hivi ninakaribia kumaliza Habakuki. Watu wako bize na maisha. Biblia inasema angalia usilemewe na masumbufu ya dunia hii. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo tunafanya tunapitiliza, lakini kwa ule upendo wa Mungu anaruhusu machungu yaje, sio kwa sababu Mungu anakuchukia. Wewe wakati unapoona wale mbuzi wako au kondoo wako wanaingia kwenye mahindi ya watu, unawabembeleza, sema kondoo rudi. Kondoo rudi, kondoo rudi. Ndio tunapofanya hivyo. Unashika jiwe, unafanya nini? Unarusha kule, tena natangulia mbele. Kuna maeneo mengine ulitaka kwenda, ni ya hatari, lakini Mungu akatanguliza jiwe likutishe ili urudi. Haleluya. Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu. Unakumbuka vizuri hiyo Bwana ndiye mchungaji, wow, sitapungukiwa na kitu. Lakini ukiendelea sema gongo lako na fimbo ya vitu viwili, sema vyanifariji. Sasa ukisoma tu gongo lako na fimbo yako, unaweza ukakariri hilo andiko lakini usijue maana yake. Gongo lako na fimbo yako. Mungu kama mchungaji anatumia gongo ili kuwapiga maadui wanaokuja. Adui atakapokuja, Mungu atatumia gongo kubwa kumpiga adui asikushambulie. Ila wewe ukienda kula nyasi za watu, Mungu atatumia fimbo kukurudisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Lazima akurudishe. Kwa hiyo kuna kaugonjwa ulikapata, hata wewe unaelewa ninavyosema, usitake niende ndani sana. Mungu alikuwa anakurudisha. Anakwambia rudi kwenye mstari. Hasa ukaanza kulalamika, anakwambia wewe rudi, umepitiliza, huko ulikoenda sio kwenyewe, rudi kwenye mstari. Na ni ukweli uko hivi, Bwana anapokurudi, shangilia na kufurahia, ni ishara kwamba unapendwa. Amen. Haleluya. Amina. Ukisikia kiboko chake sema asante. Sasa shida ni pale ambapo Bwana ndiye anayekurudi, alafu unafikiri ni shetani. Unakemea kwa jina la Yesu, akamwambia ndio mimi mwenyewe. Ndio mimi ninayeshughulika na wewe. Kila wakati unapoambiwa habari ya zaka na sadaka, nimetumia hiyo kama sehemu ya kuniabudu. Nahitaji utambue mimi ndiye ninayekupa mali zako, lakini umejidai kwamba wewe ndiye ambaye unatengeneza hizi mali. Niliwaambieni kwamba zaka na sadaka sio kumhonga Mungu. Tunapotoa zaka na sadaka tunamwambia Mungu mali zote ni za kwako. Anasema, nadhani ni Daudi anasema, katika vitu vyako wewe mwenyewe tumefanya nini?
tumekutolea. Kwa hiyo ni kumwambia Mungu ya kwamba ile biashara unayoona ya mitumba ninayofanya, wale wateja sijawaita mimi, wewe niletea wateja. Umenipa akili, umenifundisha kuchagua nguo, ukanisaidia kuongea na wateja. Wewe ndiwe Mungu, vyote ni vya kwako, unamrudishia Bwana. Kitendo cha kubaki na zaka na sadaka ni kusema mimi ndiye mwenye nguvu za kufanya yote haya. Unajiita wewe ndiwe mwenye nguvu, wewe ndiye mwenye huo uwezo. Ndipo Mungu kwa kuwa anakupenda anaamua kukurudi. Anakurudije? Si kwamba anakupa laana. Mungu anakwambia haya, pambana mwenyewe, yakikushinda niite nami nitaitika. Haleluya, amen. Kuna watu wengine mpaka aone vitu vimetikisika ndipo anasema ngoja nimrudie Bwana. Daudi anamwambia Bwana, anasema nafurahi, tena anamwambia Mungu asante na kushukuru, tena anasema ni vyema ulinichapa. Mnajua kajamaa kalikuwa na uwezo wa kupiga vita kweli kweli, si mnajua hiyo habari Lakini msije mkadhani kwamba pamoja na kwamba alikuwa na roho wa Mungu, kakiburi akakuwepo. Kakiburi kalikuwepo, kuna saa kalipanda kabisa. Kaliopanda kabisa, jamaa akasema kila nikiingia vitani Wafilisti wanakimbia, watu wananiogopa, ni kwa sababu najua kupigana na jeshi kubwa. Biblia inasema shetani akamuingia akasema wahesabu hivi, wewe una jeshi, una watu wangapi? Wanajeshi wangapi? Daudi akaanza kuhesabu wanajeshi. Tena Yoabu ndiye aliyemshtukia, maana Daudi alipotoa komandi akamwambia Yoabu, nenda kahesabu jeshi lote. Yoabu akamwambia, nini kimemuingia bwana wangu? Mbona umeamua kufanya hivi? Unataka uhesabu hili nini? Mbona kama unaenda pabaya? Lakini kwa sababu ndiye mfalme akamwambia basi ngoja nikahesabu. Lakini Yoabu alishtuka, mbona jamaa leo kama sio yeye? Unataka kutuambia umeshinda kwa sababu ya jeshi kubwa? Leo umemsahau Mungu. Nenda ukawahesabu. Akaenda kuwahesabu. Wataalamu wa theolojia wanasema katika moja ya makosa Daudi aliyofanya, Torati ilisema mnapowahesabu watu, baada ya kuwahesabu watu, ili wasije wakapata balaa, kila mmoja atatolewa sadaka ya ukombozi. Ndio maana hata sensa ikifanyika Israeli, wakifanya sensa ya watu wote, baada ya sensa tu watu wako wangapi? Wasema kiasi kadhaa. Kila kichwa lazima mfalme atoe sadaka ya ukombozi, maana bila hivyo watu wanapukutika. Daudi aliwahesabu akamaliza, akatulia. Watu wakaanza, pigo likaanza, balaa likaanza. Ninachopenda kwa sababu bado ana rafiki na Mungu wake, ikabidi Mungu amrudi. Haleluya. Na anamrudi kwa namna gani? Akatuma nabii tena, akamwambia nenda kamwambie Daudi amenikosea. Ila tu Mungu sijui kama alikuwa anamfeva jamaa kupitiliza, mimi sielewi. Eti anamwambia nabii, nenda ukamwambie Daudi achague. Achague na mpigaje? Maana kumpiga lazima afanye nini? Lazima apigwe tu. Ila sasa mwambie achague. Achague yafuatayo. Achague apigwe na maadui zake, au achague mimi mwenyewe ni mchape. Ile nyingine nadhani kwa siku ni ugonjwa, kitu kama hicho, tauni. Alafu ndume ikasema mimi nimechagua kupigwa na yeye, anichape yeye kwa sababu kwake kuna rehema nyingi. Rafiki zangu, kuna wakati mwingine itabidi tuingie gharama ya mambo fulani, sio kwa sababu Mungu anatuchukia, ni ili aturudishe katika mstari. Amen. Unapoona unarudiwa na Bwana, nyenyekea. Amen. Haleluya. Amen. Nyenyekea. Bwana anakufuata kila mahali. Namwona Petro wakati amemkana Bwana, lakini bado Bwana anamfuata. Wanatazamana na Petro anatubu. Yesu anakufa na mpaka anakuja kufufuka, lakini Petro tena anakuja kugeuka. Ndugu zangu, ukijiona katika maisha yako ya kiroho kuna kupanda na kushuka, kupanda na kushuka, usikate tamaa ukasema mimi sitaokolewa. Bwana ana kazi na wewe bado, hawezi kukuacha. Utaenda kwenye mashimo, atakufuata. Utafanya upuzi, atakuchapa, atakurudisha kwenye mstari. Na ukiona amekurudisha, mwambie asante, maana umenirudisha kwenye mstari. Amen. Mchana wa leo, rafiki yangu uliyeko hapa, ni kitu gani ambacho unasema hapa ninaona nimejisababishia mimi mwenyewe, nataka kuchukua wajibu wangu? Bwana anapohitaji kubarika za mikono yako, kuna sheria za asili. Moja hapo inasema wapeni watu vitu nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Kwa hiyo kuna saa Mungu anaweza akakuletea hata muhitaji pale nyumbani kwako, akakatiza tu barabarani,
lakini ulimdharau na hukumsaidia yule mhitaji. Bwana anauliza, nikufanyie hivi mara ngapi? Wakati mwingine Bwana anaweza, hii tunaposema sadaka, shukrani, zaka na sadaka, Mungu anasema nitambue mimi ndiye niliyekupa, lakini bado ile roho ya unyimivu inaendelea kuwepo. Wakati Daudi anakwenda kupatanisha taifa na Mungu kwa makosa aliyofanya mwenyewe ya kuhesabu majeshi yake, akafika kwenye kiwanja cha Arauna. Alipofika kwenye kile kiwanja, akamwona malaika ameshika upanga, yuko pale ametulia, na aliambiwa hapo ndipo utakapotoa sadaka ya upatanisho. Alipofika pale akamwambia Arauna, nimekuja hapa kufanya upatanisho, nimekuja kutoa sadaka kwa ajili ya Bwana. Arauna akamwambia mfalme, kwa vile umekuja kwangu, nitakupa kiwanja bure, nitakupa kuni bure kwa ajili ya sadaka kuteketezwa, kila kitu nitakupatia bure, ikiwezekana hata ndama na ng'ombe nitakupatia bure. Sikia majibu ya Daudi. Daudi akamwambia Arauna, siwezi kumtolea Bwana sadaka isiyo na gharama. Wakati mwingine itatubidi, tunapoisikia wito wa Bwana wa matoleo, kuna saa itakubidi kutoa mpaka usikie uchungu moyoni. Gharama sio kwa sababu umelazimishwa, hapana, kwa sababu umetambua Bwana ndiye akupae vitu vyote. Naomba msimame. Tunakwenda kuhitimisha leo sadaka yetu ya shukrani kwa kuhitimisha, lakini Roho Mtakatifu akikugusa hata sabato ijayo unaweza ukatoa tena, ila kwenye kambi hili ndio tunahitimisha leo, lakini sabato ijayo unaweza bado ukaendelea, ila kwa leo tunahitimisha sasa hivi. Je, kuna mtu katikati yetu ambaye anatamani kumtolea Bwana sadaka ya shukrani ya mwaka bila kujali magoli yaliyowekwa, bila kujali umefikia goli lako au la, lakini unasema mchungaji, hapa nilipo hata bahasha sina, nahitaji mashemasi wanisaidie bahasha? Unahitaji kufanya hivyo, kumwabudu Mungu kwa njia ya matoleo, lakini huna bahasha. Nyosha mkono wako. Nimeona kuna mtu kule. Mashemasi wasaidieni watu ambao wanahitaji bahasha. Wako watu kule, naomba muwasaidie. Unapokuwa katika changamoto, ujue upendo wa Kristo uko pamoja nao. Haleluya. Yeye mwenyewe amesema, ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha, utakapoingia katika moto hautakuunguza. Kinachotushikilia wakati wa changamoto ni kule kujua kwamba mbinguni unapendwa na Bwana hataacha uangamie, maana mkono wake wa neema utaendelea kushikilia. Mimi sijui unapitia kipindi kigumu kiasi gani sasa, lakini nataka nikupe habari njema. Katika mazingira uliopo, bado upendo wa Mungu uko pamoja na wewe. Uko hospitalini, Bwana yuko pamoja na wewe. Umeingia hasara katika biashara yako, hujui utaanzaje, upendo wa Mungu bado unakushikilia. Achilia upendo ufanye kazi yake, na wakati mwingine ikiwa ni Bwana anakurudi, kubali kurudiwa na Bwana ili utembee katika mstari wake. Haleluya. Ninaomba sasa wale mashemasi wetu, wako wapi mashemasi? Waje na vyombo vyao hapa, ile kwaya ambayo ilikuwa imbe wakati wa sadaka. Na kama kawaida, kwa kuwa tunakwenda kufanya maombi ya pamoja sasa hivi, unapokuja kutoa sadaka yako ya shukrani, baki hapo hapo ulipo. Utabaki ukitoa sadaka yako, baki hapo hapo ulipo. Lakini inawezekana umekuja na sadaka yako haiko hapa, wenda ni kitu kiko mbali na wewe, njoo huku mbele kwa ajili ya maombi. Inawezekana, lakini huna chochote katika mkono wako, lakini unasema na mimi natamani kuja kwa Bwana, na wewe pia utakuja hapa mbele. Hata kama una sadaka yako, utakuja hapa mbele kwa ajili ya maombi ya pamoja. Ile kwaya naona haipo. Naomba mkimbie kabisa, Boma la Ng'ombe, mkimbie. Mashemasi wawe mbele, alafu kwaya ndio iwe nyuma. Na bado kama una vitu, utawaona mashemasi ili vile vitu viweze kuuzwa kwa ajili ya sadaka. Na ukumbuke kuandika jina lako na jina la kanisa lako, ili sadaka yako iende kwenye kanisa lako mahalia. Na kila atakaye kuja na sadaka yake utabaki huku huku, na hata kama huna sadaka, njoo tuweze kuomba pamoja maombi haya ya baraka. Katika yote unayopitia, kumbuka upendo wa Bwana uko pamoja nawe.
Kumbuka kurudisha iliyo yake, imekuwa agizo lake. Waweza kuja sasa na sadaka yako, tuokoe muda. Wale ambao tayari umeshaandika sadaka yako, njoo utoe sadaka yako. Wale wote wenye bahasha na umeshaandika sadaka yako, leta bahasha yako sasa. Na unapokuja utabaki hapo hapo kwa ajili ya maombi. Utabarikiwa. Uje na sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Utabaki hapa hapa kwa ajili ya maombi. Sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Pastor Shauri atakuja kwa ajili ya maombi baada tu ya zoezi hili. Tumeagizwa sisi watu wote tupeleke zaka nazo sadaka. Sadaka ya kambi, sadaka ya shukrani, zaka na sadaka. Ziainishe vizuri katika bahasha yako. Kumbuka uziainishe vizuri. Julikane sadaka ya kambi ni ipi, shukrani ni ipi. Ainisha vizuri. Na usahau kuandika jina lako na kanisa lako, ili sadaka ile iende kwenye kanisa mahalia. Uje na sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Uje na sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Uje na sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Uje na sadaka yako, usisite hata kama ni kidogo. Yesu anapokea wale wote watoao kwa moyo. Haleluya, haleluya. Bwana awabariki sana. Je, kuna mtu ambaye hajaileta sadaka yake bado? Wakati huo ikiwa mchungaji yuko hapo, aje huku mbele. Pastor Shauri kama yupo, kama hayupo mchungaji Masatu. Je, kuna mtu ambaye anasema bado hajaleta sadaka yake? Kuna aliyesalia tunapohitaji kuomba? Waimbaji, asante sana, tunahitaji kuomba sasa. Je, kuna mtu ambaye bado hajatoa sadaka yake? Okay, asante sana. Asante sana. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana mchungaji Shauri kwa vile ameshafika. Ndugu zangu, wakati tunapoingia kwenye maombi, nirudie maneno haya. Haijalishi changamoto gani unayopitia, upendo wa Bwana uko pamoja nawe. Haleluya. Upendo wa Bwana uko pamoja nawe. Kumbuka unapendwa na Bwana. Hakuchukii, anakupenda. Na kwa sababu anakupenda, atahakikisha unatoka salama. Fumba macho yako tunapoomba sasa. Mungu wetu uliye mwema, tunakuja mbele zako tukishukuru kwa wema wako. Wewe ndiye muumbaji wetu. Wewe ndiye mkombozi wetu. Amen. Wewe ndio kila kitu katika maisha yetu. Tunashukuru kwa neno lako. Tunashukuru kwa ujumbe wako ambao umeongea nasi tangu tulipoanza sikukuu hizi za makambi. Sasa leo tunahitimisha tukitoa mioyo yetu iye dhabihu iliyo hai ya kukupendeza wewe Mungu wetu. Pokea mioyo yetu Bwana. Amen. Iwe mali yako milele. Amen. Nasi tuwe salama tukiishi katika hali ya matumaini. Amen. Lakini wana na binti zako, si tu kwamba tumeleta mioyo yetu, tumeleta sadaka za shukrani kwa wema wako, kwa fadhili zako, kwa ulinzi wako na kwa ukombozi wako na yote unayotutendea kila siku na utakayotutendea. Amen. Tunaleta shukrani zetu. Amen. Tunakusihi ukapokee Mungu. Amen. Ni katika vyako tumekutolea. Na sasa tunakuja mbele zako, tunatamani baraka zako zikaambatane pamoja nasi. Amen. Ukatubariki katika kazi za mikono yetu, ukatubariki katika afya za miili yetu, ukatubariki katika kila kitu tutakachokifanya. Tunaamini kwamba utapata, maana uko tayari
kutupatia mibaraka yako. Tunashukuru kwa ajili ya neno lako la uzima. Bariki mtumishi wako Pastor Mbaga kwa kumtumia kama chombo mikononi mwako, na sisi tumesikia neno lako, tupatie namna ya kutenda kazi sasa kupitia maneno haya ambayo umetuambia. Amen. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Amen.